Tukiendelea kuangazia mzozo wa kivita kati ya Iran, Israeli na Marekani, tunafahamishwa kwamba balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Ali Bakhrain, ametilia shaka uwezekano wa mazungumzo na Marekani. Kwa sasa tuna shaka sana kuhusu umuhimu wa mazungumzo, Ali Bakhrain aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva siku ya Jumanne, kulingana na shirika la habari la Reuters. Hili linawadia baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa mazungumzo yamechelewa sana katika chapisho lake kwenye mtandao wake wa Truth Social. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump amemkosoa Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer kwa mara ya pili wiki hii, akisema inasikitisha kuona uhusiano wa kipekee ukiharibika baada ya Uingereza kusita kutoa msaada kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran. Starmer amesema Uingereza haikushiriki katika shambulizi dhidi ya Iran lililofanywa na Marekani na Israeli kwa sababu hatua yoyote ya kijeshi ya Uingereza lazima iwe na mpango unaofaa uliotathminiwa vyema, na hakuamini katika kupinduliwa kwa serikali kupitia nguvu ya nje. Lakini tangu wakati huo ameruhusu Marekani kutumia kambi za Uingereza kuanzisha kile alichokiita mashambulizi kidogo ya kujilinda ili kudhoofisha uwezo wa Irani, ambayo imewashambulia washirika wa Marekani katika eneo hilo kwa ndege zisizo na rubani na makombora. Siku ya Jumatatu, kambi ya Uingereza huko Cyprus ilishambuliwa na ndege isiyo na rubani ambayo maofisa wa Cyprus walisema huenda ilirushwa na kundi la Hezbollah la Lebanon linaloungwa mkono na Iran. Trump alisema hakuhitaji msaada wa Uingereza kuishambulia Irani, lakini akaongeza kuwa kusuasua huko umeikatisha tamaa. Inasikitisha sana kuona kwamba uhusiano huu si kama ulivyokuwa, Trump aliambia gazeti la Sun katika mahojiano yaliyochapishwa siku ya Jumanne. Aliambia Telegraph siku ya Jumatatu kwamba Starmer alionekana kuwa na wasiwasi kuhusu uhalali wa mashambulizi dhidi ya Irani alipoanza kufikiria iwapo ataruhusu kambi muhimu ya kijeshi ya Uingereza Diego Garcia itumike. Akizungumza na gazeti la Sun, Trump alisema kwamba hajawahi kufikiria kuwa angeiona Uingereza ikiwa mshirika wa kusuasua, na badala yake alizisifu Ufaransa na Ujerumani. Huu ulikuwa uhusiano imara zaidi kuliko wote, alisema, na sasa tuna uhusiano imara sana na nchi zingine barani Ulaya. Ufaransa imekuwa bora, wote wamekuwa wazuri. Uingereza imekuwa tofauti sana na nchi zingine. Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zote zilitoa taarifa ya pamoja kujibu mashambulizi ya Irani siku ya Jumamosi, zikisema kwamba zilikuwa na mawasiliano ya karibu na Marekani, Israeli na washirika wake katika eneo hilo, na zikatoa wito wa kuanza tena kwa mazungumzo. Starmer amekosolewa kutoka pande zote za nyumbani kwa uamuzi huo, huku wapinzani upande wa kushoto wakimtaka alaani kitendo hicho cha kijeshi, na upande wa kulia viongozi wa upinzani wakimshambulia Starmer kwa kushindwa kumuunga mkono mshirika mkuu wa usalama na ujasusi wa Uingereza. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.